Mtazamaji wetu wa Weza TV Digital, tunakushukuru sana kwa kuwa umeweza kukuwa na sisi kwa kila vipindi ambavyo tunavifanya. Langu jina naitwa Rioba Kohe, mtangazaji wa Weza TV, ambapo leo tumeweza kutembea katika maeneo ya Kenonka katika location hii ya Nyanchwa, ambapo tumekuja kumtembelea mwanadada Anna Kerubo ambaye alikumbwa na masaibu wakati wa kujifungua. Lakini ngoja tuseme kwamba sio jambo sana, kwa sababu tunaenda kupatana naye moja kwa moja kutoka maeneo haya. Maisha nyumbani ni magumu, hali ni tete, na maeneo anayokaa ngoja tuseme sio maeneo ya kuridhisha vile. Lakini ngoja niseme kwamba tuko hapa kwa ajili ya kutaka kuona ni jinsi gani mimi na wewe tunaweza tukashirikiana ili angalau tuweze kumsaidia mwana dada huyu. Nafikiri kwamba halitakuwa ni jambo ambalo ni geni. Haya ni mambo ambayo yanafanyika na kwa binadamu siku zote masaibu hutokea, lakini hili ni la kutamausha. Ana umri wa miaka 16 ambapo aliweza kujifungua mtoto ambaye kiukweli tuseme kwamba aliweza kupata matatizo kidogo ya miguu, yani ulemavu, ambapo mtoto huyo anahitajika kwenda katika hospitali ile ya Kijabe kwa ajili ya kwenda kufanywa marekebisho ya miguu. Na nafikiri kwamba tutazungumza na Anna zaidi na atakuwa anatupea taarifa hiyo kwa kina, na vile vile mwanae naye hapa, na vile vile tutakuwa tunamuona mtoto na tutakuwa tunathibitisha kwamba kama haya tunayosema ni ya kweli au la. Hapa tushafika kwa Ann, na hapa ndo nyumbani kwao. Kama unavyoweza kuona, boma yenyewe ni nyumba ambayo imejengwa kwa mabati tupu, na kiukweli nahisi kulia, sijui nilia ama, lakini ni sawa. Tuko hapa na Ann, ataweza kutuambia majina na ataweza kutuambia maisha yake yamekuwa vipi mpaka katokea yeye kupata ujauzito akaja akajifungua mtoto, na atatuambia shule ameachia darasa la ngapi na anahitaji msaada kwa ajili ya mtoto kwenda kufanywa matibabu. Ni mtoto mzuri. Ni kijana au ni msichana? Msichana. Ni? Msichana. Ni msichana. Anaitwa nani? Erwin. 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 Okay. Sasa Ann, hapa sisi ni Wanaweza TV. Ningependa uweze kutuambia majina yako kamili, na labda uweze kutuambia kwa kina hili eneo linaitwaje na unahitaji Wanaweza TV wakusaidie vipi. Naomba msaidie mtoto wangu. Kwa majina unaitwa nani? Ann Kerubo. Ann Kerubo. Ann, shule uliachia darasa la ngapi? 6. Uliachia darasa la 6? Okay. Na mtoto sasa hivi ana umri gani Ann? 8 months. Kuna mtu yote maybe amewahi kukutembelea hapa labda kwa ajili ya msaada wote, labda majirani kuchanga kutaka waone jinsi watakavyoweza kukusaidia au? Hapana. Hakuna mtu anayekuja. Na labda ngoja niulize, kimfano sasa ulipojifungua, ulijifungua kwa njia ya upasuaji au ulijifungua kwa njia tu ya kawaida? Nilifanyia operation. Operation? Okay. So ndo kamzaa Erwin. Okay, Erwin sasa hivi ana miaka mingapi au miezi mingapi? Kuna miezi 6. Ako na 8 months. Ako na miezi 8 sasa hivi. Okay. Sasa mtoto alipatwa na matatizo gani wakati wa kujifungua Ann? Alikuwa na macho yake ilikuwa red, nikisa iko sawa. Sasa na mkono yake iko hivi. Na hii mguu zomto hapa chini kulikuwa hivi. Unaona hata saa hii afanye hivi. Hapa ni ngumu. Na hapa unaona nini ilikuwa hapa ilikuwa. Kiangalia miguu imepindika, like mbele imekuja nyuma na nyuma imekuja mbele. Ni hapo itatumika kitu kama 100,000 na pesa, kwa sababu sidhani kama utakaa kwa muda mchache hospitalini Ann, sawa? Na mpenzi mtazamaji wetu wa Weza, nafikiri kwamba
hii ni story, ni kitu ambacho tulikuwa tunasikia ni hadithi, lakini ilibidi tuje wenyewe mpaka huku ili tuweze kushuhudia, na isiwe kwamba tunasikia hadithi kama ambavyo wengine wanasikia hadithi, lakini tumeweza kukuja mpaka maeneo haya ili angalau tuweze kushuhudia. Mtoto ndio huyu mmemwona. Najaribu nataka uweze kumsimamisha mtoto, labda umsimamishe tu kwa kiasi fulani. Msimamishe tu. Hasimami. Hivi ndio anasimama. Na mpenzi mtazamaji, unaweza ukaona na unaweza ukatazama kwa macho yako, isiwe kwamba labda unajua kuna zile hadithi za kutungwa na kuna yale mambo ambayo labda tunajionea, ndo tunaweza kuhakiki ili wasiseme kwamba tulitunga story. Unajua siku hizi watazamaji wetu wanasemanga kwamba watu wanaenda unajua story kama hizi inakuwa kwa kiasi kikubwa ziaminiki. Mtu anasema kwamba mtu ameenda amekaa mahali ametunga story. Sasa mtazamaji wetu, nafikiri kwamba unaweza ukathibitisha kama ni story au ni kitu cha ukweli. Na itabidi tuweze kupeana namba ambayo labda nataka niwasomee namba ambayo ni yetu ya studio. Kwanza tutamuuliza kama ana simu. Una simu ana? Sina simu. Mama yako labda? Ana. Mama hana simu, msichana ndo huyo hana simu, na sasa sijui tutafanyaje. Sasa itabidi tuweze kutumia namba yetu. Namba yetu ya simu ni licha ya kwamba tumeona yote, basi kwa ajili yangu mimi na wewe kuweza kuunganisha mkono ili tuweze kumsaidia Ann Mora kwa ajili ya mwanawe Erwin kwenda kupewa matibabu au kwenda kurekebisha miguu katika hospitali ile ya Kijabe. Namba yetu ya simu ni 0116401410, yani 0116401410, 0116401410, 0116401410 ndo namba ambayo ukitaka kutuma msaada wako wote kwa ajili ya kumsaidia dada yetu Ann Mora kwa ajili ya kumpeleka mwanawe matibabuni. Kijana mdogo mwenye miezi 8 hajaweza hata kufikisha mwaka, kwa ajili ya kurekebisha miguu. Namba ni hiyo ambayo nimeisoma, 0116401410. Hakikisha kwamba unatuma chako chochote kitu kwa ajili ya kumsaidia mwanetu Ann. Jina italeta Tiberius Mogoko kwa wale wote ambao mnaenda kututumia chochote kitu kwenye hiyo namba kwa ajili ya kumsaidia Ann Mora. Kama vile ambavyo tuliweza kueleza kwenye video kwamba mama yake anafanya kazi katika soko kuu la Bosongo Market katika mji wa Kisii. Ni hali gani ilipelekea wewe kutoka shule? Ni hali gani ilipelekea wewe ukaacha shule? Walikuwa wananichapa. Walikuwa na? Sio hali ya nyumbani labda ilipelekea wewe kuacha shule. Okay. Mpenzi, sawa. Haina shida hiyo. Mpenzi mtazamaji, umeona ukiangalia hii mikono ya mtoto, hii mikono iko na shida. Hizi vidole hazifanyi. Unaona ni vidole lakini hazifanyi. Na huu pia vidole havifanyi. Mambo. Hai. Anaongea? Haongei. Okay. Na ndo hali halisi kutoka kwa familia Ann. Mama anaitwa nani? Mora. Anaitwa Mora. Nimesikia ukitaja awali ukasema anafanya kazi wapi? Anasomba maji market. Anasomba maji market huko Bosongo. Nafikiri kwamba mpenzi mtazamaji wetu, siwezi nikawa na mengi labda ya kuzungumza. Nilitaka tuje hapa
tushuhudie hali halisi, tuweze kuona anapoishi Ann, angalau tuweze kuona kama tutaweza kusaidia kama wanaweza, na wale watu ambao wana utu. Unajua jamani, mimi kuna msemo mmoja napendanga kuutumia sana, kwa sababu hiki ni kisa cha kuhuzunisha. Msaidie mtu akiwa hai, usimsaidie mtu kama amekufa. Huo hutakuwa umetoa msaada, utakuwa umetoa tu kama njia mojawapo ya kujivuna na kujisifu. Ngoja tumsaidie mtu kipindi ambapo tuna uwezo, na ngoja tumsaidie mtu kama bado angali yu hai. Ngoja tuokoe maisha ya msichana wetu hapa. Hatujui atakuwa nani kesho, na hatujui ni kipi ambacho amebeba kesho. Na wewe ambaye unayemsaidia hujui utakutana naye katika hali gani, au utakutana naye wakati gani. Naomba waambie watazamaji wetu jambo moja. Naomba mnisaidie. Wakusaidie kivipi? Labda wewe unasema tu wakusaidie, unajua inabidi unaambiwa unataka wakusaidie, labda msaada wako unataka ukue nini? Labda kujenga nyumba na mtoto hapa, labda litakuwa ni jambo la heri. Mtoto wangu atembee. Na kujenga nyumba. Kujenga nyumba? Okay. Na mpenzi mtazamaji, umesikia, sio kwamba labda ni kupenda kwetu, amna. Naomba tafadhali tuweze kumsaidia dada yetu Ann hapa. Mnaona nyumba anayoishi ni, unaweza kutufungulia kidogo tuingie ndani? Mama ameenda na kifunguo. So na wewe pia unalala tu hapa? Okay. Na langu jina naitwa Rioba Kohe, mtangazaji kutoka Weza TV. Tafadhali namba nimeweza kuisoma, nimeweza kuipeana hapo, na nafikiri kwamba kwa wale wote ambao mna kitu, tafadhali weza kutuma kwa hiyo namba, au ngoja niirudie. Nambari ya simu ni 0705 77 3142. Hakikisha kwamba kama umeguzwa, unajua kusaidia sio jambo la lazima, ni jambo la hiari. Tumsaidia dada wetu Ann. Umeona hali ya nyumbani ilivyo ni ngumu jamani. Angalau mtoto akipata matibabu litakuwa ni jambo la heri, na litakuwa ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Wewe uko na shilingi 10, uko na shilingi 5, 20, 100, uko na 50, uko na 500, 1000, 10,000, hata 80,000 yote ukiamua unaweza kusaidia jamani. Ni jambo la busara, na nina hakika kwamba tutakapotoa huu msaada tutarudi papa hapa, tutakuja tukuthibitishie kwamba ni kweli tumefanya. Labda kama ni kwenda hospitali, tutaandamana naye, tutaenda tufike kule, tuhakikishe kwamba amefanywa. Licha ya kwamba tumeona yote, basi kwa ajili yangu mimi na wewe kuweza kuunganisha mkono ili tuweze kumsaidia Ann Mora kwa ajili ya mwanawe Erwin kwenda kupewa matibabu au kwenda kurekebisha miguu katika hospitali ile ya Kijabe. Namba yetu ya simu ni 0116401410, yani 0116401410, 0116401410, 0116401410 ndo namba ambayo ukitaka kutuma msaada wako wote kwa ajili ya kumsaidia dada yetu Ann Mora kwa ajili ya kumpeleka mwanawe matibabuni. Kijana mdogo mwenye miezi 8, hajaweza hata kufikisha mwaka, kwa ajili ya kurekebisha miguu. Namba ni hiyo ambayo nimeisoma.